Ndugu mtazamaji wa Citizen, mahakama ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk inayodhibitiwa na majeshi ya Urusi imemhukumu Sarah Ashton Cirillo, raia wa Marekani na aliyekuwa msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Ukraine, kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kuwa mamluki na kutoa matamshi ya kuchochea chuki dhidi ya wanajeshi wa Urusi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi, Ashton Cirillo alihukumiwa kwa kushiriki katika mapambano upande wa Ukraine pamoja na kutoa taarifa za kashfa dhidi ya jeshi la Urusi, hasa kupitia video ya Kiingereza iliyotengenezwa kwa ajili ya hadhira ya kimataifa mnamo mwaka 2023. Sarah, ambaye alibadili jinsia mnamo mwaka 2019 kutoka mwanaume kuwa mwanamke, alijizolea umaarufu mnamo mwaka 2021 baada ya kudai kuwa aliweza kuingia kwa siri katika kundi la kisiasa lenye sera kali za mrengo wa kulia maarufu kama Proud Boys kwa kujifanya kuwa mmoja wao. Hapo baadaye alijiunga na vikosi vya Ukraine akiteuliwa kuwa msemaji wa Kiingereza wa jeshi la ulinzi wa eneo la Territories Defense Forces mnamo mwaka 2023, lakini mnamo Septemba mwaka 2023 Ashton Cirillo alisimamishwa kazi rasmi baada ya kutoa matamshi yaliyozusha mzozo wa kimataifa, akidai kuwa watoa propaganda wote wa Kremlin, yani makao makuu ya Urusi, watawindwa popote walipo. Kauli hiyo ilikosolewa vikali na wanasiasa wa Marekani, wakiwemo makamu wa rais wa sasa JD Vance, ambaye kwa sasa ameendelea kuhoji endapo hukumu hiyo itaathiri siasa mbalimbali kimataifa. Katika barua aliyoandika kwa Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Ulinzi na Idara ya Ujasusi ya Marekani, Vance alihoji kama Ashton Cirillo alikuwa anafanya kazi kwa niaba ya serikali ya Marekani. Alisema, "Nimesikia madai kuwa huyu ni raia wa Marekani, mpelelezi wa zamani na mfanyakazi wa serikali ya Ukraine. Ikiwa huu ni mzaha tu, basi ni mzaha wa hali ya juu." Ashton Cirillo alijibu shutuma hizo kwa kejeli wakati wa kampeni za uchaguzi wa Marekani mnamo mwaka 2024, akimkosoa Vance kwa kile alichokiita muda wa kuchanganyikiwa na tabia zisizoeleweka. Katika ujumbe wake wa video alisema, "Nimehudumu kwa muda mrefu zaidi mstari wa mbele hapa Ukraine kuliko wewe huko nchini Iraq, na hilo ni sawa. Wengine wetu ni wapiganaji mstari wa mbele, wengine ni maafisa wa habari." Hukumu hiyo ya Urusi imefuatia hatua za awali ambapo Sarah Ashton Cirillo aliwekwa katika orodha ya watu wanaotafutwa kwa ugaidi na mamlaka za Urusi. Licha ya kuwa hayupo nchini Urusi, kesi hiyo imesababisha msukosuko wa kidiplomasia na kuibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya raia wa kigeni katika vita vinavyoendelea baina ya Ukraine na Urusi, pamoja na masuala ya utambulisho wa kijinsia katika siasa za kimataifa. Kwa upande wake, rais wa sasa wa Marekani Donald Trump amekuwa akikosoa vikali sera za utawala wa Biden kuhusu kusaidia Ukraine na kuendeleza haki za watu wa jinsia mbadala, yani transsexual. Tangu achukue tena madaraka, amechukua hatua kadhaa za kubatilisha sera hizo za mtangulizi wake Joe Biden, zikiwemo zile zinazowaruhusu wanaume waliobadili jinsia kushiriki kwenye michezo ya wanawake na ajira za kiserikali kulingana na uwakilishi wa kijamii, yani uwakilishi wa wanawake. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali ya Marekani kuhusu hukumu ya kifungo cha miaka 20 dhidi ya mwanaume aliyebadilisha jinsia kuwa mwanamke, Sarah Ashton Cirillo, raia wa Marekani aliyehukumiwa kwa kosa la kuwa mamluki na kusambaza taarifa za uongo dhidi ya jeshi la Urusi. Hukumu hiyo ilitolewa na mahakama ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, eneo linalodhibitiwa na Urusi mashariki mwa Ukraine, mnamo tarehe 2 Juni mwaka 2025. Hata hivyo, mnamo Septemba mwaka 2023, wakati Ashton Cirillo alipotoa matamshi ya kutishia waandishi wa habari wanaoshirikiana na Urusi, aliyekuwa seneta wa Marekani na sasa makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliwasiliana na wizara mbalimbali nchini Marekani, ikiwemo mamlaka ya ujasusi na upelelezi, yani Pentagon, na mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa, ili kuhoji kama Ashton Cirillo alikuwa akifanya kazi kwa niaba ya serikali ya Marekani. Ashton Cirillo, ambaye ni mwanahabari wa zamani na afisa wa habari wa vikosi vya ulinzi vya Ukraine, alijizolea umaarufu kwa matamshi yake ya kuchochea dhidi ya majeshi mbalimbali ya Urusi. Kwa sasa bado haijafahamika ikiwa serikali ya Marekani itatoa tamko rasmi kuhusu hukumu hii ya Urusi dhidi ya raia wake ambaye amekuwa akitumikia majeshi ya kigeni, yani majeshi ya Ukraine. Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunaendelea kukukumbusha uendelee kutoa maoni yako na kusubscribe ukifuatilia matukio mbalimbali yanayoendelea duniani, iwe ni katika ulingo wa kisiasa, uchumi au michezo na burudani.